الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله الهادي إلى طريق السوي. محمد رسول الله رحمة للعالمين، الذي أنقذ الأمة من الجاهلية الهمجية الحيوانية إلى عقيدة التوحيد، فأنقذ الأمة إلى أن وعاشت الأمة مع لا إله إلا الله. محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، يرحمني ويرحمكم الله جميعا. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وقال تعالى: ستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Ndugu zangu katika iman, Waislamu wenzangu popote mtakapokuwa duniani na mnaonifuatilia na kuniangalia hapa katika msikiti wa Mtambani, huu ni mwezi wa Dhulqaada au Dhulqida, mmoja katika miezi minne mitukufu iliyotajwa katika Suratut Tauba. Miezi minne mitukufu katika miezi 12 ya Kiislamu, huu ni mfungo pili. Ibn Kathir akasema thalathatun sardun wa wahidun fardun, miezi mitatu inafuatana ile miezi mitukufu na mmoja upo peke yake. Mmoja uliokuwa peke yake ni mwezi wa Rajab. Miezi mitukufu hii, tunaishi katika miezi mitukufu, lakini ndani ya mwezi huu mtukufu tupo katika msimu wa hija, ambapo tumebakiwa na wiki mbili, wiki tatu kuingia katika ibada ya haji, mmoja katika nguzo 5 za Uislamu, mmoja katika mihimili mikuu ya Uislamu ni haji. Uislamu ambaye ana uwezo wa kwenda na kurudi, na nchi anayoishi na amani na utulivu, na njia atakayopitia ni salama mpaka kufika Makka na kwenda Mina, kwenda Arafa, kuja Muzdalifa, mpaka kurudi Mina kwa siku 3 zile na kurudi Makka, kisha kwenda kumwaga na ama kwenda kumzuru Mtume sallallahu alayhi wasallam. Njia ni salama na ana uhai, ana pumzi. Akawa hakwenda kuhiji, akashughulishwa na mambo ya biashara, akashughulishwa na mambo ya kazi zake, akashughulishwa na kutokuona umuhimu wa nguzo 5. Kama huyu anakufa katika hali hii, dua ataombewa na chakula kitapikwa na mashekhe wengi tutakuja pale, lakini lazima Mungu ampige kichapo cha motoni. Huwezi kuyaamini haya, subiri ufe. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh dhikril hakim. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
Ndugu zangu katika iman, waislamu wenzangu, mwanadamu ana utajiri wa aina mbili. Ni utajiri ambao hauna mfano wake. Mwanadamu Mwenyezi Mungu amempa neema mbili. Ninakwenda katika sahihu al-Bukhari, kitabu ar-riqaq, babu ma jaa fi ar-riqaq wa an la aisha illa aisha al-akhirah. Hadithi ya 96 anaisimulia Imam Bukhari katika kitabu chake, na hadithi hii ilisomwa na sahaba wa Mtume radiyallahu anhuma, Abdullah ibn Abbas. Mtume amesema sallallahu alayhi wasallam, ni'matani maghbunu fihima kathirun minan nas. Neema mbili watu wengi wanashindwa kuzitumia thamani yake. Watu wengi hawajui thamani yake. Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, as-sihha, afya ya mwili wako, afya ya familia yako na jamaa zako, wal faragh, na kupata muda wa kufanya mambo yako. Hakuna utajiri kama afya. Hakuna umashuhuri kama afya. Hakuna neema kama afya. Hakuna madaraka kama afya. Ukiwa na afya, kama hutoitumia vizuri, utamwasi Mwenyezi Mungu. Afya yako hutoitumia vizuri, utawadhuru wanadamu wenzako. Afya yako hutoitumia vizuri, unaweza ukaua watu. Afya yako hutoitumia vizuri, utatumia madaraka yako kunyanyasa watu na kuua watu, utadhulumu mali za watu, utafunga biashara za watu sababu ya afya, ukijumlisha na madaraka. Halafu wal faragh, kupata muda wa kufanya mambo yako. Hadithi hii ipo katika Sahih Bukhari, kitabu ar-riqaq, mlango unaoitwa babu ma jaa fi ar-riqaq wa an la aisha illa aisha al-akhirah. idhan madha nastafidu min hadha al-hadith ayuha al-muslimun al-hadirun al-mustami'un al-mutabi'un wal-mushahidun? Ndugu zangu katika imani, hadithi inatupa fundisho gani? Mtume sallallahu alayhi wasallam amemfananisha mtu mwenye afya na tajiri. Alafu afya akaifananisha na taji wa mali. Ikiwa huyu mtu tajiri, mfanyi biashara, ikiwa hatakuwa makini katika mzunguko wa mtaji wake, atapata hasara na atajuta. Lakini kama huyo mfanyi biashara atakuwa makini katika mtaji wake, akasimamia vizuri, atapata faida na atazidi kuendelea. Afya, mimi na wewe tumeitumia namna gani? Waislamu wenzangu, mna afya, hamswali. Wanamume wengi hawaswali, wanamume Waislamu. Hivi nipo katika mimbari hapa Mtambani, kuna watu wapo maofisini Waislamu. Nazungumza na Waislamu wenzangu, acheni dhambi ya kuacha kusali. Waislamu wenzangu, wanamume, wanawake, vijana, wazee, mna dhambi ya kuacha kusali. Unachelewa ofisini kwako, unaacha sala, kisingizio bosi wako anakuziwia. Kwani bosi ni nani? Bosi anayemziwia mtu asifanye ibada? Hili ni boksi la sigara. Hapana kukubali upuuzi huu. Muislamu popote pale ulipo Tanzania, ndani ya nchi hii, naanza na nyinyi kwanza. Wa andhir ashirataka al-aqrabin. Naanza na Watanzania wenzangu. Inakuwaje bosi wako akuziwia usisali? Inakuwaje headmaster umziwia mfanyakazi asisali? Inakuwaje mkurugenzi umziwia mtu asisali? Wewe ni nani? Wewe ni nani mpaka umziwia mtu asisali?
wewe ni tajiri, ni utajiri wako. Yupo ambaye anamkumbuka Allah, anajua sala ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Unamwambia hapa umekuja kufanya kazi, hukuja kusali. La haula wala quwwata illa billah. Hakuna namna wala nguvu ya kujiepusha na jeuri ya huyu isipokuwa ni Allah. Allah salah, afya. Wafanyakazi wengine hawafanyi kazi mpaka wastaafu, mpaka wapate mafao yao. Inawezekana unasubiri ustafu ukafa. Ndugu zangu katika imani, ukifa bila kusali, kaburini kuna nyoka anaitwa Shujaun Aqra. Huyu nyoka ameandaliwa kwa watu watatu. Sikiliza vizuri, imani mimi nimo ama wewe. Nyoka huyu ameandaliwa kwa watu watatu. Wewe comment utakavyojua, si utafanya nini, vyovyote vile utakavyojua, comment ujuavyo mpaka uzeeke, nyoka unaye. Maana kuna watu katika mitandao wanaposikia mawaidha ya kukemea maovu wanachonga sana, utadhani kama vile nini, wanakuwa kama vibombo bombo. Kwa mtu kama kunguru anachonga sana. Siwezi kuona uovu nikakaa kimya. Who are you? Man inta khalaqtani, inta awjadtani fi dunya, inta bashar wa ana bashar, inta makhluq wa ana makhluq. Man inti? ما ينفعك يا عم يا ابويا حتى اذا زعلت وغضبت وادخلت المداخله ما ينفع، كلام فاض ساكت، حتى الشيطان يضحك عليك. ndugu zangu katika iman, sala. Shule za Kiislamu kuna walimu hamswali. Chukua ujumbe huo ufike. Na kuna baadhi ya headmaster hamswali. Taasisi za Kiislamu wengine hamswali. Naanza na nyinyi kuachana kwanza. Najua mtamind, mtaweka mafungu, mtaweka magenge. Huyu nani usaganya? Hamswali, tunawajua, tunajuana. Salah, afya. Huyu nyoka akifa mtu asiye swali, huwa anakuja anakaa naye uso kwa uso, anamwambia ya tarika salah, ewe usiye sali. Na watu wameshaondoka, na shekhe pale kwenye kaburi amekufundisha, maiti tunamfundisha alana, hivi sasa yatika almalakan, watakufata malaika wawili, alkarimani, wema, fala yafzuaki, wewe bwana uliokufa leo, wewe dada uliokufa leo, wewe mheshimiwa uliokufa leo, wewe shekhe uliokufa leo, fala, wasikutishe, wasikubabaishe. Nyoka. Ikitokea nyoka ameanza kutembea hata msikitini hapa, utulivu haupo. Sasa kule anafundishwa ni sawa sana mtu mwalimu katika mtihani. Wanafunzi na walimu mtanielewa, walimu wenzangu mtanielewa. Inapokuwa mtihani wa taifa NECTA, ima form 2 au form 4 au form 6, wanakuja wasimamizi wa serikali na watu wa usalama. Haruhusiwi kulingana na sheria ya NECTA mwalimu yoyote kumsogelea mwanafunzi wa ile shule. Allahumma kuna dharura ya sheria na wanaikubali wale. Kinyume cha hivyo walimu wote, tena wakati sehemu nyingine mnapigiwa kamba kwa muda wa wiki 2, hamsogei pale. Inawezekana hata staff mnahama pale, mnakuwa mnabanana katika chumba kimoja. Sasa kwenye mtihani wa NECTA atokee mwalimu kwa mfano wa geography, aende akamfundisha maswali mwanafunzi, aende akamfundishe chemistry au physics, aende amfuate mwanafunzi
anongoneze, anasema mwalimu kuna maswali hapa nimekuja, define the following items. What is a physics? Mwalimu hawezi thubutu, amewekwa ndani. Sasa je, kaburini unamfundisha jitu limeondoka, halijui kuoga janaba, hajui kutawadha, na hajawahi kusali, hajui kuoga hedhi, hajui kuoga nifasi. Alikuwa ni mtu wa hip hop, alikuwa ni mtu wa bongo flavor, alikuwa ni mtu wa kiduku, kigoma cha Uruguay, alikuwa ni mtu wa lamba. Unamfundisha maswali? Haiwezekani. Nyoka huyu ni special kwa wale ambao wanaokojoa wima, wanaojisaidia wima. Ndugu zangu Waislamu wenzangu, naanza na nyinyi watu wa misikitini, mnajisaidia wima. Kila sehemu iliyogusa cheche ya mkojo lazima ichomwe moto. Watatu, nyoka huyu ni kwa yule mfanyabiashara aliyefanya biashara akakifikia kiwango cha kutoa zaka, hakutoa zaka. Yule nyoka atajikunja, watatazamana live kaburini. Yule nyoka atatoa sauti, atamwambia ana maluka, mimi ni mali yako, ana kanzoka, mimi ni akaunti yako ya pale benki. Unakwenda wapi? Warithi uliowaacha wanarogana, wanagombea mali. Kuna warithi hapa duniani na Dar es Salaam na mikoa mingine hawasemezani, baba mmoja mama mmoja ama mama mbalimbali, sababu ya mali. Warithi. Huyu mnemrithi kafa, hajaondoka na akaunti, nyinyi mtaondoka na nini? Ndugu zangu katika imani, hadithi nyingine, Mtume sallallahu alayhi wasallam, huu ni msimu wa haji. Sikilizeni vizuri sana na hii hadithi, isikilizeni vizuri sana. Vyovyote vile utakavyonifikiria wala. Hadithi anaisimulia nani? Sahaba anaitwa Ubaidillah ibn Mihsan al-Ansari al-Khatmi radiyallahu anhu. قال صلى الله عليه وسلم من أصبح من في سربه، يعني في قومه أو في محله، معافا في جسده، عنده قوت يومه، نبذت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي في سننه. قال الترمذي من بات آمنا في سربه. Maana ya hadithi hii, Mtume anasema, sikiliza zangu, man, yoyote yule, bata aminan fi sirbihi, man asbaha aminan fi sirbihi, ataamka yupo na amani katika pahala anapoishi. Ameamka ni salama, kuna utulivu, ukiacha kero ndogo ndogo ambazo zikosi. Ameamka ana amani pale anapoishi. Muafan fi jasadihi, ana afya, hauguzi. Mtume akasema indahu qutu yaumihi, ana pahala ambapo kuna amani, kuna utulivu na ana afya. Lakini indahu qutu yaumi, Mtume anasema anacho angalau asubuhi, angalau buku, angalau anaje shilingi 500, angalau ana shilingi, angalau ana shilingi 50 ya kunywa kahawa. Mtume akasema huyu mtu ambaye ameamka pahala alipoamka pana amani, ana afya nzuri, anacho chakula angalau cha muda mfupi, Mtume akasema fakaannama hizat lahu dunya, huyu ni kama vile mtu amepewa utajiri wa dunia, bihadhafiriha, na neema zote za dunia.
Ndugu zangu katika imani, niwaulize Waislamu wenzangu, lakini wa Tanzania, hivi mnafahamu thamani ya nchi yenu? Hamjui thamani ya nchi, na sababu ni kwamba wengi hamjawahi kutoka nchi yenu. Tanzania la wengi tuliokuwa wengi tumekuwa tukana nchi yetu na neema tuliyopewa, kwa sababu wengi uongo. Picha inayoletwa sio. Tembeeni miaone. Ndugu zangu katika imani, juzi nilikuwa na mtu mmoja anaishi nje ya Tanzania, katika moja ya nchi za Afrika. Nimekutana naye msikiti pale wa Salatul Maghrib. Umekuja lini? Asema baada ya siku 4 nitarudi. Ambia Sheikh Rusaganya, na karibuni miaka 2 sijaja. Hii neema mlionayo hapa mnaijua? Ambia mimi naijua, lakini wababa wenzangu wa chips asubuhi. Sasa nimetoka kwenye haya maduka size. Kuna nchi nyingine za Afrika, nyingine sistaji, Afrika Kusini kishafika saa 9 alasiri, saa 10, saa 11, 12, wanaume hatari, wanakaba mno. Wataalamu wote sawa katika la Joburg au Johannesburg na maeneo mengine ni hatari. Sehemu ambayo ina nafuu kwa Johannesburg, jioni usiku mpaka saa 4 saa 5 pia. Angalau saa 5 unaweza kucheza simu. Hata pale airport. Hivi mnafahamu nyinyi Tanzania, hivi sasa nimepata airport ya airport ya kisasa. Mungu awabarikie Waislamu. Kwa airport ya Dar es Salaam Terminal 1 ni kosa kuacha kusali, kwa sababu serikali jenga pale ndani ya airport hii Dar es Salaam, sio Ulaya. Hapa kuna sehemu zimeandikwa prayer rooms, vyumba vya kuswalia, na kuna mabomba yamewekwa. Yapo mabomba 4 kwa kina baba na kina mama. Mnataka nini nyinyi msio swali? Wafanyakazi wa pale, Muislamu mingi haiswali pale, na tapita sana. Tukikutana waniambia umetusema, ndiyo nimewasema, hatuswali. Toilet vyo vizuri vya kisasa, tuharibu sisi. Ile ni neema. Sasa iangalieni kwenu. Tanzania ni pekee leo hakimbia la kiacha moja beef za private. Mpo hapa mnatembea mnacheza draft draft vina hivi, wacheza draft mnalana na furahi kiwa. Sasa unamuuliza ameliwa Mtanzania, unaliwa mbongo, unaliwa tena, anayekula mwanaume mwenzio. Very peace. A'udhu billah of wasting your time. Dhaye waqt bibalash. Na wengi Waislamu
kalamu sana. Mtu anasafiri kutoka hata nauli ya kwenda Chalize hana, lakini anasafiri na hela hana. Huyu bwana anasema kama alivyosema hapa Sheikh kwamba mama amefanya na jitoa muhanga nje ya nchi, nyinyi wa Tanzania, na ile mali ikija mnaokaa ndio mali iende wapi? Allowance mnapeana nyinyi, sisi kazi yetu kusoma magazeti. Mna adabu, shukuru nyinyi. Neema. Sasa Waislamu wenzangu, nendeni. Wallahi ukifa bila kuhiji umekwenda mbaya. Mimi na haramu hija imepanda sana. Na maswali haya yaliulizwa Ijumaa 2 zilizopita, nilikuwa Mwanza kwa Sheikh Mrisho baada ya salatu asr. Waislamu wanajadili pesa zilikuwa ghali sana, lakini wazazi hawa wana watoto wanasoma shule international school, mnalipa ada kubwa, mnalipa mamilioni. Mbona kuna ambao nyinyi mnaondoka kwenu holi hai sio ile haya hija unajadili alipa hiyo hela mpaka jadili ni nani? Allah. Anaweza kukunyang'anya afya ni nani? Allah. Anaweza kukufanya usio ni nani? Allah. Waislamu wenzangu wa Tanzania, Waislamu wenzangu wa Tanzania wenye uwezo mpaka milioni 16, 17, 20 mpo mkahiji kabla hamjafa. Unajua Waislamu wanaitazama hali katika tundu la msumari. Mbona hela nyingi sana? Hii hela nyingi sana, kwani zako? Tunazikuwa na mali wapi? Mafatiha huda chungu funguo kupata pesa. Vijana wameajiriwa kubeba funguo. Naosifia kwa sijui madini, wamezikwa sijui na nini, wameshaoza, wameoza, waona suti zao na dhahabu zimeoza. Niwakumbushe Allah anasema katika sura Luqman, nyinyi ambao mnataka kwenda hija, na kukumbusheni, wama tadri nafsun madha taksibu ghada wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut. Mwanadamu hajui kesho anafanya nini, na mwanadamu hajui anafanya wapi. Wanaokufa mkata majumba wanagombana, wanafikana mpaka mtu sheria tu, mambo ya kwa mashema ilaf. Suratu Nisa, Allah ndiye tajiri huyu na mali na majumba haya wanampuza Allah na watu. Wanasema hapa tugawane nusu kwa nusu. Sheria za kimataifa sio sheria ya Allah. Ndugu zangu katika imani, na kukumbusheni Tanzania wenzangu, na kukumbusheni neema mlionayo, neema mlionayo. Ukifanya hayo ni yako mwenyewe, lakini ni neema ya amani.
الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد. وارض عن وعثمان وعلي وعن جميع صحابة رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر Tanzania ile maradhi katika nchi ya Tanzania. Allah Tanzania zito biashara ndani ya Allah ndani ya Tanzania ya Amin. Allah ni shahidi, kuna wagonjwa hospitali daktari uliobaki Allah, kuna wapo nyumbani ya Rabbi wapo barabara naweza tunaomba katika nchi kheri na amani utueleze nayo ya Rabbul Alamin. Yoyote ambaye atakayekuwa ni Mtanzania sababu ya yeye kuwafanya Tanzania wakimbia hao, ondoe mapema, ondoke. وذكيش يا رب بالعدل والإحسان وإيتاء والنور لكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.